Natamani kuifahamu safari yako ya ukuaji. Kujitambua kwamba na changamoto, nipo tofauti na wengine. Nashukuru sana mamangu hakuwahi kunikatia tamaa. Japo jamii ilikuwa inamuona kama anapoteza muda au ni aje. Nikinukuu mama alivyokuwa ananiambiaga, kipindi siku tu nazaliwa ile siku, watu walisema nikutupe. Naomba watu wawe na hofu ya Mungu. Kwa sababu Mungu hajawahi kuwa na bahati mbaya hata siku moja. Kuna siku kabisa wanataka kupanda daladala hivi. Uwai labda sehemu. Akikuona tu kona anaruhusu driver twende. Anaondoka. Kuja kujangalia kumbe kwa sababu niko hivi ndio maana, ila angekuwa mwingine angebembelezwa. Wao unaenda amvutadi mkono. Ila kwa kuwa ni mimi anamruhusu driver ondoka. Kwa vitu hivyo vinaniumizaga sana mpaka kuna muda mpaka unamkufuru Mungu, kwa nini ilikuwa hivi? Bro, story yangu inasikitisha, sijui inafurahisha. Uko nalala pale nje. Pale ninapoimbia kuna sehemu ya kukabilia. Kwa usiku nilikuwa najiegesha pale. Haujawahi kuwaza siku moja pengine niende nikakae na mimi barabarani? Niombe msaada, watu wakipita watanisaidia. Kuwaza niliwahi kiukweli. Ila kufanya nilikuwa sijawahi. Kwa nabishana mama, huyu atakuja kwa atashika tu kikombe lazima. Asile kitu nilikuwa naogopa sana nisije kanitokea. Ile speaker kama nilivyokuambia nakodisha. Ningebarikiwa sana kama ningepata speaker kwangu mwenyewe. Kuna muda na unaimba unaanza mtu alete sadaka ili upate kulipia speaker watu. Umewahi kusikia kubarikiwa kwa sababu ya hiko ambacho unakifanya? Tena ninavyoona watu wananifuatilia. Yaani nabarikiwa sana na naamini kumbe Mungu kweli alichokuwa amekiweka kinajidhihirisha sasa. Okay. Familia yangu ikujue, funua neema yako, marafiki zangu wakujue, funua neema yako, mataifa yote wakujue, neema yako, neema yako, tusipitwe na neema yako. Bwana, mimi nimefurahi sana kukutana na wewe. Asante sana. Unaitwa nani? Naam. Kwa majina yako yote matatu. Majina yangu naitwa Paul Samuel Paul. Paul Samuel Paul. Yes. Paul Samuel Paul ni mwenyeji wa wapi? Mimi nyumbani kabisa ni Mwanza. Mwanza. Ndio. Okay. Umejipataje kwa Dar es Salaam? Na ilikuwaje safari yako kutoka Mwanza mpaka Dar es Salaam? Dar es Salaam ni sehemu ambayo nimeizoea. Kwa sababu ni kipindi nakuwa kutokana na tatizo langu nilipataga mfadhili. Okay. Kwa baada ya kunitibu kumbe alikuwa ananifuatilia. Okay. Kwa alivyoona nimefikisha umri wa kusoma, akaja kunitafuta akanileta Dar es Salaam. Okay. Kwa nikasoma huku miaka yote 14. Okay. Nikarudi tena nyumbani. Okay. Baada hapo nikaona umri wa kutafuta umefika na nyumbani kama hivyo, kabidi nirudi tena huko. Okay. Yes. Umezungumza kwa habari ya tatizo lako la udogo, kwamba ulizaliwa hivi ama kuna ajali pengine ulipata ama kuna changamoto ambayo ulikutana nayo katika ukuaji wako? Mimi nilizaliwa hivi. Okay. Yaani kusudi la Mungu kabisa. Okay. Wewe ni mtoto wangapi katika familia yako? Mimi ni mtoto wa 4. Mtoto wa 4. Ndio. Mkiwa na familia ya watoto wangapi? Familia watoto 11. Watoto 11. Wewe ni mtoto wa 4. Yes. Wote mpo? Wote wapo. Wote wapo. Ndio. Kwa hiyo wewe peke yako ndio upo Dar es Salaam ama kuna wengine ambao wapo hapa Dar, au wote wapo Mwanza upo? I think ni mimi peke yangu. Okay. Ni mimi peke yangu. Okay. Kwa kile ambacho ulikionyesha ama kile ambacho unaendelea kukionyesha na kufanya kama wito, kama utumishi pale Mbezi Luis, ndio kimekuwa baraka kwa watu wengi sana. Amina sana. Hasa wale ambao wanabahatika kupita pale na kukuona, lakini wengine ambao walipata nafasi ya kukuona kupitia mitandao ya kijamii wamebarikiwa sana na kile ambacho unafanya. Maswali ya wengi ni Paul, safari yako ya kuimba imeanzia wapi? Ama ulichagua kuimba kama sehemu ya kujitafutia kipato? Wengine wanaweza wakasema hivyo. Ilikuwaje wewe ukajikuta unaimba, na safari yako ya uimbaji ilikuwaje? Mimi nadhani ni talent tu Mungu amenipa.
na sio talent tu ya kuimba, ni kuimba tu ili mradi. Mimi naamini kabisa ni Mungu ameamua kunitumia hivyo ili watu wengine yani utukufu wa Mungu ujidhihirishe kwa watu kupitia mimi. Kwa kuimba mimi sijawahi kujifunza sehemu, actually sijawahi kujifunza. Nilijikuta tu napenda kuimba na napenda kumwimbia Mungu. Yaani nikisikia gospel watu wanaimba nahisi kabisa nasogea karibu na Mungu. Kwa na mimi nikajikuta hivyo hivyo, na ninavyozidi kuishi na kuona watu wengine napata experience zaidi hivyo. Okay. Ndio. Umeniambia nikurudishe nyuma. Ndiyo. Umeniambia ulizaliwa ukajikuta upo hivyo. Unaweza ukatupa hiyo scenario ya wewe kukua kujikuta upo hivyo, lakini wazazi au mama alikuwa akizungumza na wewe anakuambiaje kuhusiana na hali yako? Okay. Lakini kati ya wale watoto 11 ukiwa wanne, wale wenzako walikuwa wanakuchukuliaje? Natamani kuifahamu safari yako ya ukuaji, kujitambua kwamba na changamoto, nipo tofauti na wengine, na uliwezaje kuishi, uliwezaje kusoma, wazazi walikuwa wanakuchukuliaje, jamii ilikuwa inakuchukuliaje mpaka kujikuta ukiwa kijana umri huo? Kiukweli hali hili ilikuwa ni changamoto katika ukuaji wangu. Ila nashukuru sana mama yangu hakuwahi kunikatia tamaa. Kwa sababu pia kipindi nakuwa ilitakiwa kila siku anipeleke hospitali kwa huyo ambaye ndo alinifadhili. Okay. Kila siku. Kwa namshukuru sana mama, japo jamii ilikuwa inamuona kama anapoteza muda au ni aje, ila namshukuru sana mama yangu kwa sababu alinipigania na alionyesha kwamba na mimi ni kama wengine, kwa sababu kwenye familia yetu ni mimi tu ambaye niko hivi. Kwanza kipindi unazaliwa nikinukuu mama alivyokuwa ananiambiaga, kwa ananiambia ni wewe ilibidi tu kipindi siku tu unazaliwa ile siku watu walisema nikutupe, ila mimi sikuona hiyo kwa sababu nimekuweka tumboni miezi 9, siwezi ngapoteza kitu ambacho nimekitunza. Bora ungezaliwa umekufa, hapo ingekuwa sawa, lakini kwa kuwa uko hai alinipigania mpaka kufikia umri wa kujitambua. Ikawa hivyo, japo nimepitia changamoto nyingi sana, kutengwa na hivyo. Si unajua kama zamani watu walikuwa wanatuona sisi watu wa ajabu sana. Afadhali kidogo sasa hivi watu wametuchukulia poa tu, sio kama zamani. Kwa ni changamoto ambazo namshukuru Mungu nikabiliana nazo. Nilijaribu yani nilikabiliana nazo kiufupi. Ndio. Makuzi yako yalikuwaje? Wewe na wenzako, nikimaanisha ndugu zako, lakini wewe na jamii, ukiacha familia sasa. Jamii sio kwamba yani ilikuwa mgundani mgunji, ilikuwa sio kwamba nanitenga sana, sio yani kama wanadokoa afu wanapuliza. Kwa tuliishi nao tu hivyo kwa neema ya Mungu. Okay. Ndio. Kuwa mtoto mwenye hali hii na familia zetu hizi, mimi nafahamu sio kwamba nzuri sana, lakini sio kwamba dhaifu sana. Ndio. Ni familia ambazo zinajitafuta kuhakikisha kwamba wazazi wanahakikisha watoto wanapata chochote kitu. Ndio. Kesho inakucha, wanaenda shule. Yes. Na hali hii ambayo upo nayo, ni yapi ambayo ukikaa uwezi kuyasahau na yameweka muhuri kwako kwamba kuna mazingira nilipitia, kimsingi siwezi yasahau na sitamani mtu yoyote yule ambaye pengine yupo na hali kama ya kwako aje kuyapitia? Okay. Kiukweli mimi muda mwingi nimekulia shule. Kwa kuna wenzangu, japo mimi kwa sifanyiwi hivyo, kuna wenzangu ambao walikuwa kama mimi, walikuwa wanateseka sana. Nakumbuka hadi kuna rafiki yangu alikuwa anaitwa Salem, sasa hivi ni marehemu. Alifungiwa, yani kifo chake kilisababishwa na kufungiwa ndani. Likizo ile walikuwa naishi na sio wazazi wake, alikuwa shangazi yake. Alimfungia ndani yani. Unaona? Mpaka akapoteza maisha kwa sababu ule jamaa wangu alikuwa kushuka chini huko alikuwa ameparalyze. Kwa alikuwa anajisaidia tu bila kujua na hivyo. Kwa kukandani ule muda mrefu akapoteza maisha. Kwa ni kitu ambacho nilikuwa naomba sana Mungu kisije katokea kwangu. Ndio maana nasema namshukuru sana mamangu, maana alinipigania na kuelewesha jamii kwamba huyu mbona ni mtu mzuri tu kama watu wengine. Kwa namshukuru sana Mungu. Ila hicho ambacho siwezi kusahau ni kwamba tulikuwa tunanyanyapaliwa sana. Wanatuona watu wa namna gani hivyo. Okay. Ndio. Lakini pamoja na yote ulifanikiwa kukua. Nimefanikiwa. Ulisoma shule ya namna gani? Ulisoma shule ya mchanganyiko kwamba watu wenye changamoto pamoja na watu ambao wako sawa, au ulisoma shule ile ya makundi maalum? Huyo mfadhili wangu shule ya msingi alinipeleka shule special kwa ajili yetu. Okay. Inaitwa Salvation Army hapo Temeke. Okay. Ila sekondari nikasoma Pugu. Okay, Pugu sekondari. Pugu sekondari. Okay. Kama unaipata ni mchanganyiko, lakini pia inatujali sana tu kama sisi. Okay. Yes. Maisha ya Pugu pale yalikuwaje? Maisha ya Pugu namshukuru Mungu kwa sababu ilikuwa ni shule maalum, ni vipaji maalum. Kwa watu kama sisi tulikuwa na sehemu yetu ambayo tunafanywa KRS nzuri tu
Kwa namshukuru Mungu analinipitisha kwenye misingi ambayo naistahili. Okay. Ndio. Kwa hiyo safari ya Dar ilikuwa ni kwa sababu ya shule, na ulivyomaliza shule uliniambia ukashift tena ukaenda nikaenda nyumbani. Ndio. Mwanza ulienda kwa sababu umaliza shule. Ndio. Okay. Maisha ya Mwanza alikuwaje baada ya kurudi sasa kumaliza shule? Maisha yalikuwa magumu sana kwa sababu sikufanya vizuri form 4. Okay. Nilipata tu wastani ambao sio kuendelea hata na shule. Nilivyoenda kule, ila baba alikuwa shana, ujue baba sio kwamba alikuwa kipindi kwenye makuzi yangu, baba alikuwa sio mtu wa kunisupport sana, alikuwa naye anaamini kama watu wengine. Ila baada ya kuona kumbe unaye kuna kitu. Kwa baada ya kuona nimesijapata ufaulu mzuri, akanichukulia chuo cha ufundi kompyuta. Nikasoma pale, japo maisha yalikuwa magumu hadi ikawa changamoto. Kabidi niache tena. Okay. Kuna kaelimu kidogo ka IT kuwasha kompyuta na kutumia. Nikaona mambo yamekuwa mengi, ndio kabidi nirudi Dar. Okay. Na wakati unasoma masomo ya kompyuta IT, ilikuwa ni ndoto yako ama ni kitu ambacho ulipelekwa kwa sababu inabidi uende sasa, hamna option? Ilikuwa ni ndoto yangu. Mimi tangu nasoma nilikuwa napenda kuwa hivi mambo ya technology. Nilikuwa napenda sana. Kwa baba alinizangu napenda nini, mimi nilimwambia napenda muziki. Alinitafutia hadi mwalimu wa muziki. Alikuwa mwalimu sema wale walimu wa Roma wale, mambo ya notation. Kanifundisha kaona anipeleke hapo nikasoma IT. Okay. Maana nilikuwa na ka library kakubani muziki. Okay. Baba amekuja kukuelewa na kukukubali na kukubaliana na hali yako ambayo unayo. Baada ya wewe kutoka Dar kumaliza masomo ya sekondari kurudi Mwanza. Hapo ukaanza kuona moyo wa baba. Umesema wakati wa kipindi cha nyuma, wakati wa makuzi yako utotoni, alikuwa anakutenga na yeye. Sio kama si kwa ubaya, lakini alikuwa haelewi, alikuwa haamini sana kuhusu kwamba siku moja kuna future juu yako. Alikuwa haamini sana. Hiyo moment ulikuwa unaichukuliaje? Ujue mimi sijui tu Mungu ameniumbaje, ila nilikuwa nachukulia kama changamoto tu za maisha. Yaani nilikuwa nachukulia ipo siku tu. Kwa nilikuwa sijawahi kuwaza sana kujipa, yani nilikuwa nachukua kwa sababu mama alikuwa ananielewa sana. Na mama alikuwa anampinga sana baba, huyu mtoto wewe mlee tu vizuri. Yani alikuwa anabishana sana kuhusu mimi. Na mimi hasa nilikuwa nachukulia ngoja niendelee tu na maisha kwa kuwa niko hai. Mungu anakusudi na mimi. Kwa nilikuwa najipa moyo ya. Okay. Ndio. Okay. Na wakati sasa unaitafuta safari ya kutoka zako Mwanza kurudi Dar ukiwa na taaluma yako ndogo ya IT, umesema kuwasha kompyuta na kuzima. Ukaja Dar. Wakati unakuja Dar, pengine ukiwa kwenye basi ama siku ambayo unafanya safari kutoka Mwanza kuja Dar, ulikuwa unajua kabisa kwamba Dar naenda kufanya nini? Hapana, kiukweli. Ulikuwa unakuja kubeti. Mimi nilichokuwa nawaza kwamba mimi niende nikatafute chochote ambacho naweza kufanya. Nifanye ili nione na mimi najiendeshaje. Maana muda wote nilikuwa nyumbani, sijui maisha yanakuaje na nini. Kwa nilikuwa nilikuwa nakuja. Kwanza nauli yenyewe sikutoa kwenye basi. Nilienda kwa polisi wakanipandisha kama staff. Maana baba kuna mambo tu aliingiana na kifamilia, ikabidi niondoke nyumbani. Okay. Ulipanda kwenye gari baada ya ruhusa ya polisi. Polisi na walikupandisha kama staff. Hiyo moment unaizungumziaje? I say mimi naona kama yani hadi kufika hapa leo naona kama ni kulikuwa tu Mungu kuna sehemu anataka nifike. Maana ni neema tu ya Mungu kwa kweli, maana ilikuwa sio rahisi kiukweli. Ulipofika Dar ulifikia kwa nani? Bro, yani story yangu inasikitisha, sijui inafurahisha. Kuna mtu mmoja anakusikiliza, ndio anatamani kujifunza kutoka kwako. Najua liko darasa kubwa sana ambalo tunaweza tukalipata kupitia simulizi yako. Ndio. Ulifikia wapi Dar? Nilivyotoka nyumbani, simekwambia nimekuja tu yani nitakachokutana nacho ili mradi niishi. Sawa. Mimi nilifikia pale Mbezi kwa sababu mimi kipindi nasoma huku nilikuwa sometimes tunatoka tunatembea. Kwa nilikuwa nishapa zoea pale. Nilifikia pale nimelala sana nje kama miezi 3 hivi. Ya mdao nilikuwa naenda kivukoni kutafuta, maana kipindi nasoma IT yule bajaji wangu alikuwa anitoa pale napoishi kunipeleka chuo. Alikuwa kidogo ananitrain mambo ya bajaji. Kwa nilitaka nije nipate darasa nijiendeleze, maana pale kivukoni pale Mnazi Mmoja kuna walemavu wanaendesha bajaji. Kwa nilikuwa nalala nje, nenda pale kutafuta day work.
sipati, wananiongea tu wadogo, mambo chukua hiyo utakunywa maji hiyo. Kwa nimeishi hivyo ndani ya miezi mitatu, sina kazi ila nakula na hivyo nalala nje. Unalala nje. Yeah. Wapi ulikuwa unalala? Pale pale Mbezi Luis stendi dada. Mbezi Luis pale. Yeah, pale pale mwendo kasi, yani pale pale. Okay. Yeah, uko unalala pale pale nje. Ya pale napoimbia kuna sehemu ya kukabilia. Kwa usiku nilikuwa najiegesha pale nalala. I see. Yani nilikuja na nguo zote zikaibiwa, yani na story fulani hivi. Tupe hiyo story. Ndio tunaitaka sasa. Kwa hivyo nilikuja na vinguo baadhi vikaibiwa, mvua ikinyesha ndio hivyo najibana bana. Nimepitia maisha magumu sana mpaka miezi mitatu. Ndo pale kuna wachungaji waga wanahubiri. Nilikuwa wakiwa wanahubiri pale. Huko tutaenda. Sawa. Nachotaka kufahamu, umekuja Dar una la kufanya na hujui unaenda kufanya nini. Exactly. Wapo watu wenye hali kama ya kwako. Yes. Tunaona mabarabarani wanasimama au wanakaa na wanatega, wenyewe wanasema wanatega kuomba msaada. Yes. Na wapo wasamaria mwema wanaenda wanawasaidia. Ndio. Na kwa kiasi kidogo kinawezesha kuishi na kufanyaje. Yeah. Kwenye akili yako na changamoto ambazo pengine ulizipitia, kulala nje, kutokuwa na kazi, kutojua unakula nini, unamkia wapi. Haujawahi kuwaza siku moja pengine niende nikakae na mimi barabarani, niombe msaada, watu wakipita watanisaidia? Ya kuwaza niliwahi kiukweli, ila kufanya nilikuwa sijawahi. Maana hiyo pia ilikuwa ni tuseme kama baba alikuwa anaiongea sana, na utakuja kuwa omba wakiwa nabishana mama. Huyu atakuja kuwa atashika tu kikombe lazima. Asile kitu nilikuwa naogopa sana nisije kanitokea. Sasa nimekuja Dar nikawa naona kabisa mbona kama ya baba anatokea. Ila nilimuomba sana Mungu hiyo hali isitokee. Na kweli ilikuwa yani nilikuwa nakaribia kabisa, lakini namshukuru sana Mungu nilikuwa sije kufanya. Maana nilikuwa nikienda kwa wadau pale waniungia tu hela kula narudi hivyo. Walikuwa mpaka washanizoea kama familia. Okay. Ya mpaka miezi mitatu kabisa yani sina kazi lakini nakula na hivyo yani. Ila kuomba kushika kikombe nilikuwa sijawahi. Okay. Ndio. Kwa mtu ambaye anakutazama, yes, miguu yako si kwamba yote unayo, lakini imekosa nguvu. Yes. Kama miguu ya sisi wengine. Ulikuwa unawaza kuendesha bajaji. Ambayo mimi nafahamu bajaji, mtu angalau amebarikiwa mguu mmoja anaweza kuendesha kwa sababu mguu mmoja unaendesha. Wewe miguu yote haina nguvu. Ulikuwa unawazaje kwamba unaweza ukaendesha bajaji siku moja? Ya bajaji nilikuwa naweza na nishawahi, maana bro alikuwa anitrain, aliwahi kunipa darasa kidogo. Bajaji naweza kuendesha kwa sababu gani? Niliwaza kama ningeweza nikapata kabisa hiyo bajaji yangu ikifanywa namna fulani, maana huku chini ni brake tu. Okay. Pale kwenye brake anaweza akachomelea tu chuma likafika hadi hapa juu. Kwa brake nikawa nashika na mkono au nakandamiza na goti. Magoti yangu yana nguvu. Okay. Yeah. Kwa umeshawahi kuendesha bajaji? Nishawahi kuendesha kabisa kutoka chuo hadi nyumbani. Siku moja tu lakini. Okay. Yeah. Kwa hiyo kwamba ukipata bajaji unaweza ukafanya jambo lolote lile. Yes, naweza kabisa yani tena. Okay. Ndoto zangu siku moja ni na bajaji yangu natembea tu. Okay. Yes. Sisi tumekufahamu kupitia huduma ambayo unaifanya pale. Ndio. Sijajua, nataka kufahamu kutoka kwako leo. Wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili? Ndio. Hilo tanjibu. Ama ni unaimba tu nyimbo za Injili kwa sababu? Yes. Lakini kwa sababu tumekujua kwa kuwa ulikuwa unaimba nyimbo za Injili, nataka kufahamu safari yako ya kujikuta unaimba nyimbo za Injili kama muimbaji wa nyimbo za Injili. Okay. Ilikuwaje? Nyumbani ni watu ambao wa imani, mmeokoka? Ama wewe ndo wa kwanza? Na safari yako ya wokovu ilikuwaje? Ulijikutaje umeokoka? Au ulijikutaje ni mtu wa imani? Na ulijikutaje unaanza kuimba nyimbo za Injili na kuifanya kama huduma kuimba kwenye stand? Yeah. Kwanza kuimba ni talent ambayo Mungu ameweka ndani yangu. Na yani mimi namshangaa sana Mungu kwa nini alikuwa anipitisha sehemu ambazo ninaona kabisa nilikuwa na stahili kupita. Kwa sababu kwanza nimezaliwa kwenye familia ambayo sio kwamba wameokoka sana, ila ni watu wa dini, wanapenda kwenda kanisani na hivyo kuna mimi nikapitia umomo. Na nilivyoanza kusoma shule ya msingi, nilienda kwenye shule ya dini, The Salvation Army, jeshi la wokovu. Okay. Inamilikiwa na dini ambayo ndo kanisa hilo. Kwa pale ndo limekuwa katika misingi ya dini kiundani zaidi. Na nilipofika sekondari nikajiunga na UKWATA, nikaendelea kukuzwa kidini. Na ninavyozidi kukua kwenye dini najiona mbona kitu naweza kuonyesha. Tukawa tunaimba hivyo, watu wanasema unaweza, una kitu na kitu. Basi ikawa hivyo, na mwisho wa siku naimba, watu wanabarikiwa. Namshukuru Mungu. Okay. Ndio.
natamani kuifahamu siku ambayo ulikaa chini po ukasema sasa naamua. Yeah. Sikujua speaker umetoa wapi. Ndio. Lakini ukasema naamua kuanza kwenda kuimba stendi. Okay. Hiyo siku ilikuwaje na nini kilikupa msukumo wa kufanya kitu kile? Ya, hiyo siku nakumbuka nilikuwa nimetoka huko Mnazi Mmoja, ilikuwa mchana maana nilikuwa sielewi sana hiyo siku. Nimerudi pale stendi nimekaa, kulikuwa na mchungaji mama anahubiri. Alikuwa anahubiri pale, mimi nimekaa. Sasa akawa ameweka biti za kuabudu za kawaida. Kuna askari wa mwendokasi pale, alikuwa anisikiaga nikiimba, maana kama kitu ni chako popote uje, mimi nilikuwa naimba, nikiwa naoga naimba, nikiwa nafanyaje naimba. Akanambia, kaka unaweza kutembea na biti? Nikamwambia hivyo ndo vitu vyangu. Kweli? Ndio, hebu tukajaribu. Unaona? Hivyo akanipeleka kwa yule mchungaji, anaomba aimbe hiyo biti, aimbie wimbo. Yule mchungaji hakuwa na yana, akanipa. Kwa hivyo nipa ndo mwanzo wangu wa kuimba stendi, maana alivyoniona na kitu akanichukua tukaanza, akiwa anahubiri mimi naimba. Pale pale stendi akiwa anahubiri mimi naimba. Mwisho wa siku akawa amepata dharura, kwa zile speaker waga tunakodisha, kuna jamaa tukodisha. Okay. Yeah. Kwa hiyo hata ile ya kwako unakodisha? Yeah, na kodi. Okay. Shingapi siku? 8,000. 8,000 kwa siku. Kwa siku. Okay. Yeah, kwa alivyopataga dharura yule mama, kabidi yule jamaa aendelee na mimi. Akawa ananiletea, ndo mwanzo hapo, maana nilikuwa naimba watu wanabarikiwa, yani wanabarikiwa sana. Hata yule mama akaona kabisa huyo ni mtu wa kuwa naye. Kwa akiwa anahubiri na habari hivyo watu wanabarikiwa, wanatoa sadaka. Kwa ikawa ndo mwanzo wangu hapo. Nilienda kujaribu. Okay. Yeah. Huyo mama sasa hivi bado unaendelea kufanya naye au yeye? Yeye sasa kwa kuwa anatembeaga sehemu nyingi. Okay. Alishaniacha tu mimi niwe pale, anakuwa anaenda sehemu zingine. Kwa hiyo wewe sasa unaenda unachukua speaker mwenyewe unakodisha? Yeah, unakuja nayo Mbezi. Ananileteaga. Anakuletea yeye mwenyewe. Mungu ambariki sana. Amina sana. Ukaanza sasa kusimama mwenyewe. Yeah, ndo nikaanza rasmi kwa sababu mimi nilikuwa naamini na kitu ila sina pa kuonyeshea. Maana hata huko makanisa mengi yana waimbaji wakubwa sana. Huwezi tukakurupuka ukaenda kushika mic. Kwa hiyo nikaona bora hiki kitu kisiniumize moyoni, ngoja nikitolee hapa. Yeah, nikawa naimba hapo. Na mimi nilikuwa naimba tu sio kwa sababu nahitaji kipato, yaani naimba kwa sababu ni kitu napenda, ni huduma ambayo napenda. Kwa hivyo kwa kuwa nilikuwa sina kazi, kabidi nimtumikie tu Mungu, watu watakavyobarikiwa nitaishi. Watu pale wanakuchukuliaje stendi? Ulipoanza kuimba kulingana na hali yako, wanakuchukuliaje? Ujue kila mtu na mapokeo yake. Kuna wanaona kama mimi ombaomba, ila watu wa rohoni wanaamini wanamtumikia Mungu hivyo. Wengine wanaona kama umtafuta helani. Kila mtu na mapokeo yake. Ila mimi najua namtumikia Mungu. Umeshawahi kupata comment ya direct, mtu anakuja na kufuata na kwambia wewe mpigaji mtafuta hela? Sio kwa watu wanaopita, labda wapale pale stendi. Unazipokeaje hizo comment? Mimi nazichukulia kama changamoto. Na waga namshukuru Mungu maana yeye ndo ameniweka pale. Mtu kabisa na kuface. Wengi sana wanambia wewe bro mtafuta hela tu, hamna Mungu wala nini hapo. Unaona, kwa tunachukulia kama changamoto katika huduma. Okay. Yeah. Kwa sababu unachokifanya unakifanya kwa ajili ya Mungu. Ndio. Sijui kama unafahamu. Yes. Na unampa Mungu utukufu. Kwa mfano clip yako ile ambayo Chomoza tumeipost, imekuwa ni baraka kubwa sana kwa maisha ya watu ambao wanatufuatilia na kufuatilia mtandao wetu. Umewahi kusikia kubarikiwa kwa sababu ya hiko ambacho unakifanya? Kubarikiwa. Yes. Nabarikiwa sana. Tena ninavyoona watu wananifuatilia. Yaani nabarikiwa sana na naamini kumbe Mungu kweli alichokuwa amekiweka kinajidhihirisha sasa. Okay. Nabarikiwa sana. Ndio. Wapo watu ambao wamewahi kukufuata na kukuambia kwamba tunaguswa, tunaponywa na hiki ambacho unakifanya? Wengi sana. Mpaka namshuhudia dada mmoja anaitwa Rehema. Yaani alikuwa yaani alivyopita pale alinisikia naimba tenzi moja inaitwa Tufani Inapovuma. Kuanzia hapo yeye alibadilika kabisa. Yaani mpaka leo anipigia simu anambia kaka wewe ndio umeniokoa. Na nabarikiwa sana. Wengi sana wanabarikiwa na kufunguliwa. Ukiwa unafanya kile kitu, ndoto zako kubwa hasa ni zipi? Mimi baada ya kujua na talent, Mungu ameniwekea kitu. Na naona kabisa mbona kama sina kazi nyingine ya kufanya. Kwa mimi naona Mungu amepanga nije kufanikiwa kupitia muziki, kumtumikia yeye. Okay. Ndio.
wakati napitia comment za watazamaji wa ile clip ambayo tumeipost, Ndio. kuna comment moja niliiona mtu anasema umewahi kushiriki BSS. Yeah. Ilikuwaje ukashiriki BSS? Yes, ndio kama hivyo, baada ya kuona kuna kitu nacho na kuna watu wana support hivi vitu. Ilikuwa mwaka gani? Nimeshashiriki mara mbili. Mara ya kwanza ilikuwa hizi zote za hizi mbili zilizopita. Yaani ya mwaka jana na mwaka 2024 na 23. Yeah. Hapa Dar. Ya kwanza nilishirikia nilikuwa bado Mwanza. Okay. Yeah. Okay. Nilishiriki japo haikuwa, nadhani haikuwa, sijui labda sio njia ambayo natakiwa nipitie huko. Okay. Yeah, kwa haikuwa nafasi yangu. Nilifika hadi karibia, yani walibaki watu 20 ambao wao 20 wanatakiwa ndo wavuke kuja Dar, watafute watano. Kwa mimi nikatokea hapo. Okay. Yeah, nikachujiwa hapo. Okay. Huku Dar pia nilishiriki tu, la nikawa sina performance nzuri kwa sababu kule nilikuwa naimba nyimbo za kidunia. Okay. Yeah. Watu wengi wanaamini mashindano ya BSS ni kipimo haswa cha waimbaji. Yeah. Hasa wale ambao wanasema wao wana uwezo wa kuimba. Majaji walikuwa wanasemaje ukiwa unaimba? Maana pale hawezi kuambia vyote. Ila mimi ameshaye kunifuata kabisa. Jaji mara kwanza alikuwa Shilole. Okay. Msanii alinifuata kabisa akaniambia, "Po, wewe unajua, yani wewe una kitu kabisa, ila sisi hatuangalii tu vocal. Tunaangalia vitu vingi sana. Okay. Tunaangalia muonekano wa kisanii, sijui nini, vitu kibao kwa vingine sina, kwa unaweza tukafanya mambo mengine." Aliniambia kabisa. Yeah. Okay. Vocal nayo unaweza ukarekodi nyimbo zako na zikatembea, ila huku kwenye jukwaa letu kuna vigezo vingine. Okay. Yeah. Mwingine ambaye aliwahi kukupa comment? Nadhani ni huyo tu. Madam Lite anambiaga pale tu tunaongea. Anasemaje? Anambia Madam Lite wote wanaambia najua. Yeah. Wanaambia najua, ila ndio hivyo, siendelee, sijui labda ndo kama alivyoniambia kule. Unaamini lakini BSS kuna namna ilikufundisha kitu? Yeah, imenifundisha, lakini sio kwamba wengi kama ulivyosema wengi wanaamini kama wanajua kuimba wanaweza kupitia BSS. Ila mna kule ni mashindano tu kama mashindano mengine, ni namna yao tusije nisemeje yani. Ila sio kwamba ndio ukiwa unajua unaweza ukapitia huko. Kuna watu wengi wanajua na wameenda huko na hawajapita. Okay. Ndio. Una ndoto zozote kuhusiana na muziki? Na mpaka sasa hivi ukiulizwa unasimama kama mwimbaji gani? Mwimbaji wa nyimbo za kawaida ama mwimbaji wa nyimbo za injili? Mimi ni gospel kabisa. Yani okay. Mimi ni gospel kabisa. Ndio upande ambao sasa hivi unajisikia? Hata nikiimba najisikia amani sana. Okay. Una ndoto napo? Sana. Yani naona kama hivi. Mimi yani zinaona kabisa hii ni hatua ambayo Mungu anataka nifike. Okay. Yani hadi kufika hapa naona kabisa kuna sehemu tu Mungu ameniandalia na lazima nifike. Ndio. Waimbaji gani ambao unawapa sikio sana, unawasikiliza sana, na pengine ni ndoto zako siku moja upate nafasi ya kukutana nao, mzungumze, muimbe pamoja, utumike pamoja nao? Mimi kiukweli napenda tu muziki mzuri, lakini wasanii wa gospel naopenda kuwasikiliza sana ni nyimbo zao huaga zina kama kuna kitu na nikiwa nazisikiliza kuna kitu napata kabisa. Kwa wanawake ni kama huyo Rema Simfukwe, Angel Bernard. Hao sana napenda kuwasikiliza. Ila kwa kiume wapo wengi sana. Kwanza kakangu Joel Lwaga, Paul Clement Wajina. Napenda sana kuwasikiliza kina Obi Alpha. Okay. Wimbo wa Neema Yako ndo umetufanya tuwe wote hapa. Ndio. Nadhani ulikuwa ni wakati sahihi wa Mungu, lakini ni wimbo ambao sijui nisemaje. Mimi nilivyoiona clip ilinigusa sana. Amina sana. Na binafsi nilimwambia Mungu pale nikasema, Mungu, kwa neema yako nipate nafasi na kibali cha kukutana na huyu ndugu. Amina. Uliimba kwa hisia sana. Yani, sana. Yaani mimi nilivyokuwa naiangalia ile clip na watu ambao wameitazama ile clip ni mashahidi, na wengine wameandika comment zao pale, wamesema yani nimetokwa na machozi. Ndio. Kuna nini nyuma ya ule wimbo? Kwa sababu namna ambavyo ulikuwa unauimba ni tofauti na vile ambavyo pengine mtu mwingine angeimba. Unajua ukiimba wimbo wa mtu mwingine ambao yeye ndo muhusika, uwezi ukauvaa kiasi kile. Lakini wewe umeuvaa katika kiasi ambacho mwenye wimbo mwenyewe dada yangu Rema Simfukwe, Mungu akubariki sana. Amina. Amekuja pale chini, amecomment, ameonesha kuguswa kwa kiwango kikubwa sana na namna ambavyo
uliuimba ule wimbo wake. Yeah. Nini kilikuwa nyuma ya hisia zote zile, ya kuguswa kote kule kwako kuuimba wimbo ule katika mazingira yale? Yeah, hiyo pia ni story. Maana ujue kuwa katika hii hali wengine wanaweza kachukulia poa, lakini ni hali inaotesa sana watu wengi. Na ni wengi tuko kama hivi, lakini mimi ni nani? Nani kuimba tu vile watu wanabarikiwa. Na ujue pale ninapoimba kuna walemavu wengine wanafanya hiyo kazi ya kuomba. Ila naonaga watu wengi wanakuja direct kwangu, wanatoa sadaka, wanaacha wale. Kwa mimi nikaona huo wimbo naupenda kwa sababu unazungumzia kabisa walisia kwamba haya ni maombi yangu kwako wote. Unaona? Kwa uaga nikiimba wimbo na feel kama nawabariki wale watu, na waombea kwa Mungu kwamba neema yake basi wazunguke wale watu, wabarikiwa, wazidi kuinuliwa hivyo. Kwa naimbaga kwa hisia sana, ni kama maombi yangu kwao. Yeah. Okay. Ndio. Pale unapofanya wapo wengine ambao wao wanaomba. Ndio. Wewe Mungu kakupa neema. Una kipawa. Na kupitia kipawa chako wapo watu ambao wanakubariki. Siku yako inakuwa haiendi bure, tofauti na wale wengine ambao wanaomba. Kabisa. Umewaza kufanya kwa ajili ya wenzako au una utaratibu wa kufanya kwa ajili ya wale wenzako? Yeah, yani ni vile tu bado mambo hayajakaa sawa. Lakini ni vision yangu kwamba siku moja nikiwa na maisha fulani lazima niwabebe watu kama yani lazima. Wao wanakuambiaje wanavyoona ndugu yao mwenzao ambao mnafanana kwa hali lakini wewe unatumika na unafanya kile ambacho Mungu amekupatia? Wenyewe wanasemaje? Wao tunaishi vizuri tu. Kama pale tumekutana ni kama familia yako. Hawajui kunonea husuda wala kunonea wivu, ila nao wanaridhika katika wanachokipata. Kwa maana hawawezi kuwa kama mimi. Kwa wanaridhika na wanachopata hivyo, hatujui kuoneana chochote yani. Kwa blessed yani. Ndio. Dada Rehema hakuishia tu kwenye kucomment. Ila dada yangu Mungu ambariki sana, na kwa unyenyekevu mkubwa kabisa niseme ni miongoni mwa watumishi wa Mungu ambao wana moyo wa kipekee, na Mungu amempa moyo wa kubeba wengine. Tunaona ana huduma yake ya kulea watoto ambao hawako vizuri. Lakini pia hata ambavyo amenifuata baada ya kucomment pale, alinifuata private akaniambia kiukweli kabisa anabarikiwa sana 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 na ambacho amekiona kutoka kwako. Yani ameiandika katika hali ya unyenyekevu mkubwa sana kwamba amebarikiwa mno na ulichokifanya. Na ameniambia Mungu akimpa neema atapata kukutana na wewe. Mimi nataka kusikia kutoka kwako unapokutana na comment kama hiyo, ya sidhani kama ulitarajia. Unapokutana na comment kama hiyo ya mwimbaji mkubwa wa nyimbo za Injili, amependezwa na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ndio. Nini unasikia ndani yako? Yani kwanza ulivyonipigia simu, kwanza tule kuniambia mimi ni mtu wa Clouds TV. Yani sijui tu ni fulani nilikuwa na furaha kubwa sana. Na ulivyozidi kuniambia kwamba hadi Rehema, dada Rehema Simfukwe amecomment na ameomba kukutana na mimi, nimejisikia vizuri sana, kwa sababu napenda siku moja nije kuwa mkubwa kama hao. Nije kuwahubiria mataifa kwa namna yangu. Yako najisikia vizuri sana. Mimi najua ni daraja napitishwa kupitia watumishi wakubwa. Ndio. Kuna wazazi ndio wamebarikiwa kupata watoto wenye changamoto kama ya kwako. Ndio. Na pengine wanaona haya kwa kuwaficha. Pengine wanaona haya kwa kuwatoa mbele ya jamii. Pengine wengine wanawanyanyapaa, wanawanyima malezi mazuri, wanashindwa kuwaangalia, wakidhani kwamba hawawezi kuwa msaada tena kulingana na hali zao kwenye jamii, kwenye familia ama mahali popote pale. Nini wito wako kwa jamii? Nini wito wako kwa familia ambazo zimebarikiwa? Kwa sababu kuwa na mtu kama wewe ni baraka. Kama ambavyo baba wewe kwako alikuja kukubali kwamba yule mtu ambaye nilikuwa nasema lazima atashika kikombe, leo hii ni baraka. Ndio. Nini wito wako kwa jamii? Mimi kwanza naomba watu wawe na hofu ya Mungu.
kwa sababu Mungu hajawahi kuwa na bahati mbaya hata siku moja. Yaani hakuna ambacho nakitengeneza Mungu kikawa ni cha bahati mbaya. Mungu ana makusudi na hawa watu. Mungu ana makusudi kabisa na hawa watu. Kwa mimi nachoomba ni wawape muda, ujue kwenye makuzi yetu wanaweza kutuchukulia, kwa sababu wapo wanaokuwa ni hata kujisaidia na kuwa shida na kujisaidia kwa ile wazazi wengine au jamii wanaona kama ni mateso na nini, lakini wawape muda, wawachukulie kama walivyo. Mimi naamini kuna kitu siku moja atakuja kukiona kwao. Kama mimi hivi. Mimi kuna watu kabisa ambao hata sasa hivi wakiniona hapa, unipo, najua wataamini. Kwa wawape muda, Mungu anakusudi na hawa watu. Okay. Ya wawe na hofu ya Mungu, hicho ndo kikubwa. Umeniambia kwa habari ya bajaji, lakini nimeguswa sana ulivyosema kwa habari ya speaker unakodisha. Ndio. Shilingi 8,000. Kwa kila ambapo watu wanakuona Mbezi Luis pale stand, maana yake kuna 8,000 imetumika. Kabisa. Mungu akubariki sana. Amina sana. Maana yake unaifanya kwa uaminifu, kila ambacho Mungu anakubariki ndio hicho ambacho unaenda kutoa wewe kwa ajili ya kesho tena kurudi pale. Ndio. Zungumza na Watanzania ambao sasa hivi wanakutazama. Yeah. Unatamani wafanye nini kwako? Japo kwa udogo, kukusupport, kushika mkono. Ndio. Nini wafanye kwako? Lakini pia ni nafasi kwako. Unaweza ukawaambia wanakusupport vipi, kama una nambari ya simu, kwa huru itaje, ili mtu ambaye anatutazama muda huu, naamini simulizi ya Paul kuna namna imekugusa na kuna namna imekuletea funzo jipya kwenye maisha yako, wewe mzazi, mlezi, lakini kama jamii ambayo tunaishi na tunakutana na ndugu zetu ambao wana hali kama hii. Yes. Una jambo ambalo unatamani kufanya kwa ajili ya Paul? Paul, karibu. Mi watumishi wa Mungu wanaonitazama, yani ningebarikiwa sana na Mungu ningebarikiwa sana kama, kwa sababu na mi ile speaker kama nilivyokuambia nakodisha, ningebarikiwa sana kama ningepata speaker kwangu mwenyewe. Okay. Kwa sababu hapo nitafanya kazi ya Mungu kwa yani bila mawazo, kwa sababu pale nawaza ikinyesha mvua na jamaa ni Mchaga yule jamaa akishata speaker yake yani ataka hela. Kwa ningepata speaker yangu aise, ningetumika kwa amani sana na ningetumika kutoka rohoni, maana kuna muda na unaimba unaanza mtu alete sadaka ili upate kulipia speaker watu. Kwa nikipata speaker ile ni Coditech ambayo napenda kuitumia, ina sauti nzuri sana. Nikipata speaker nitamshukuru sana Mungu. Lakini pia ni naimba pale, lakini na changamoto ya kutembea. Okay. Kama unavyoona viatu vyangu mpaka vimeisha. Yani sehemu za karibu nashindwa kwenda mpaka nitumie usafiri, ila nikiwa na baskeli zile tricycle za kujiendesha yenyewe, baskeli au bajaji. Bajaji pia ni sawa, ila kwa sehemu za karibu nikipata baskeli sasa itakuwa nzuri sana. Okay. Ndio. Unaweza kutajia namba yako ya simu ambayo mtu ni rahisi kukupata Paul, lakini ni rahisi pia yeye kuweka sadaka yake kwako. Ndio. Na ikakusupport katika hivyo vyote ambavyo unavitamania? Namba yangu ni 07 59 87 31 97. Mtu anaweza kanitafuta tu au akatuma sadaka yake au akanambia labda nataka nikupe speaker, hiyo akanitafuta kwa namba hiyo. Okay. Ndio. Mimi naomba nikuulize swali ili muhimu sana. Licha ya changamoto ambayo unaipitia, nini hasa kinakusukuma kuimba? Pamoja na changamoto zote ambazo unapitia, ni nini hasa ambacho huwa kinakusukuma? Yani ukikaa hivi ukiwaza unasema mimi lazima nikaimbe, pamoja na changamoto zote tunazopitia. Asijue, ndio maana nikwambia hii ni kusudi la Mungu. Na ni Mungu ameweka msukumo ndani yangu. Yaani brother, mimi na hivi kipindi cha mvua kinaendelea, huaga naimba tu. Okay. Kwa sababu ni kitu ambacho napenda, afu napenda kumtumikia Mungu. Afu na Mungu kuna kifungu anasemaga wataendaje wasipopelekwa. Kumi naamini tu watakuja tu watu kunisupport. Watakuja tu watu kunipa chakula. Okay. Kwa lazima tu nikafanya kazi ya Mungu. Okay. Umewahi kuhisi kukata tamaa? Kukata tamaa nimeshawahi. Japo kuna roho inakuja kuniinua tena. Nishawahi kufikiria kabisa kukata tamaa, maana kutoka nyumbani kule pia ni changamoto sana ikinyesha mvua. Barabara inateleza na nini, unajikuta labda nilale tu. Ila hapana, ngoja niende. Okay. Ni maumivu gani makubwa uliwahi kuyapitia mpaka ukasema unawezaje kupita hapa?
kwenye huduma au popote pale kuna maisha yako. Okay. Ni hilo tu jambo la kunyanyapaliwa. Yani nishe kunyanyapaliwa mimi mpaka kuna sehemu tena sana sana kwenye hivi mambo ya usafiri. Nishe kuna siku kabisa kuna yani wanataka kupanda daladala hivi. Uwai labda sehemu. Akikuona tu kona anaruhusu dereva twende. Anaondoka. Kuja kujangalia kumbe kwa sababu niko hivi ndio maana, ila angekuwa mwingine angebembelezwa. Wao unaenda mvuta hadi mkono. Ila kwa kuwa ni mimi anamruhusu dereva ondoka. Kwa vitu hivyo vinaniumizaga sana mpaka kuna muda mpaka unamkufuru Mungu, kwa nini ilikuwa hivi? Ila ukija kutulia ili ni kusudi la Mungu, acha tu, haya ni maisha kawaida, ngoja endelee. Kwa hivyo yani. Najua moja kati ya kitu ambacho nakipenda ni kuwa unaimba pale. Na kuona kuna watu wamesimama, wamejipanga, wanakusikiliza. Na nadhani ukiwa unawaona watu wapo katika namna hiyo unafurahi sana. Sana yani najionaga kumbe mimi ujue kipindi naanza kuimba nilikuwa naimba like kama napenda tu kuimba. Ila baada ya kuona kumbe hiki kinachofanya kuna watu wanabarikiwa. Sio watu yani wafanya biashara pale wengine. Kuna muda wanakaa kabisa na biashara yake anisikilize. Na nikizima speaker, kwa nini? Endelea. Kwa napenda sana enjoy na barikiwa, napenda. Kuna watu wana safari zao akipita pale akinisikia naimba anakaa kabisa. Sasa watu wao wakiwa wanapita kama hawana mpango na wewe, unajisikiaje? Hiyo ni mbaya sana. Ndio maana mara nyingi mimi nikiwa naimba waga na concentrate, nafumba macho. Yaani mara moja sana nikiwa naangalia. Wapo watu jue kama nilivyokuambia kila mtu na mapokeo yake. Kuna mtu anapita kama hajaona chochote kabisa. Inaumaga sana. Ina maana hata kusikia asikii. Inaumaga, ila utafanyaje? Huwezi kumshika mtu mkono asikiliza. Hapana. Ila wengi wanabarikiwa sana anachokifanya. Yani sadaka ambazo nimeona kwenye video pale watu wanakuja na kupa sadaka. Sadaka zile ndo unazigeuza kuwa pesa za kesho kwenda kukodi speaker. Na matumizi yangu. Imewahi pita siku ukaimba na hakuna mtu ambaye amekuja kutoa sadaka? Yani sio kwamba hamna kabisa. Au ikawa ni ndogo. Ndogo zaidi hata kulipa speaker. Na ninapoenda mimi ni mbali yani. Isha tukisoma la moja, isha kutokea. Uwe inakuwa ni mazingira magumu kiasi gani kwako? Inakuwa ngumu sana yani, hapo inatakiwa utumie tu uzoefu. Kwa sababu mwenye speaker ni tunajuana, bwana leo hii mambo yamekuwa hivi hivyo. Na kwenye usafiri wengi wananijua hivyo, tunabebana tu. Inakuwa ngumu. Sasa changamoto inakuja labda nyumbani, chakula na nini, inabidi ukaze tu. Kwa hiyo kile ambacho unafanya ndio kile ambacho kinakuwezesha. Yani ndio kinaendesha maisha yangu. Ndio ninachomshukuru Mungu. Mimi nakushukuru sana kwa muda wako. Muda wako umekuwa ni adhimu sana kwangu. Sawa. Na mimi binafsi kuna kitu nimejifunza, naamini na mtu ambaye alikuwa anatufuatilia muda huu kuna kitu amejifunza na kitamsaidia. Amina sana. Kitamsaidia huko anakoenda. Kuna wengine ni vijana wanaenda kwa wazazi kama mimi. Kuna wengine ni wazazi wana mtoto ambaye yupo kama wewe. Kuna kitu ambacho kimewatia moyo. Naamini, yani naamini siku moja watu watakuja kukumbuka maneno yako. Amina na sana. Maneno yako yatafanyika kwa faraja kwao. Na wengine watapona. Mimi naitwa Evans Kaz. Nilikuwa na Samuel Paul, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Mungu ambaye amempa neema na karama kubwa sana. Kama umepata nafasi ya kuitazama clip yake utakuwa unasadiki pamoja na mimi, kwa sababu kile ambacho anakifanya ni extraordinary. Watu wanasema ukiwa nacho utaongezewa. Bwana Paul tayari anacho. Kinachotakiwa ni kuongezewa. Wewe ambaye unatazama muda huu umeguswa, fanya jambo kwa ajili yake. Unataka kumsupport, mawasiliano yake kataja, fanya hivyo. Unataka kumwezesha jambo fulani, fanya hivyo. Utakuwa umebariki maisha yake, lakini umebariki safari yake pia maisha. Kwa uzushi tumeoa? Hapana bro. Hujaoa bado? Maisha magumu sana. Mungu atakupa mke. Amina sana. Yani katikati ya mazingira magumu utampata wa kufanana naye. Naamini. Yes. Una mpango wa kuja kuwa na watoto wangapi?
Hiyo sio mipango yangu tena. Mipango ya Mungu. Mungu Au wewe na mwenza. Si unaweza kupanga tu, lakini Mungu ndiye ana mipango yake. Okay. Na kuishi ni da au tunaenda zetu kuishi Mwanza? Yaani yote ni mipango ya Mungu. Unawaambiaje wanajamukaya? Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Amina sana. Bwana, nipo na Mwanza finest Paul Samuel Paul. Mungu akubariki brother. Mimi nimefurahi sana kwa kukutana na wewe, imekuwa baraka. Yaani Mungu akutunze bro. Asante sana. Mungu akutunze sana. Amina, sana. Amina. Unapendelea nini kwenye maisha yako? Nje ya huduma unayofanya? Nje ya huduma ninayofanya? Mi biashara labda. Biashara. Ila biashara mambo ya teknolojia. Venda masuala ya teknolojia, kuuza simu, pods hizi. Okay. Mpira upende? Ni shabiki tu. Shabiki. Wa timu gani? Simba. Kumbe mwana Lunyas. Wewe bwana mtani wangu bwana. Mimi shabiki tena, napenda sana. Okay. Unapataga time ya kwenda kucheki boli nini? Mara nyingi sana. Natengaga tu muda huduma na mpira. Okay. Mchezaji upi ni best kwako? Simba. Kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi kwa haraka naweza kawa Maema. Mzee hapa kana lialia huyu. Wakana shabiki fulani hivi lialia, yani kindaki. Napenda, ni burudani ambayo ninapenda. Muhimu sana. Una marafiki wengi sana. Marafiki wana namna gani kwako? Karibu kuwasogelea, karibu kukusogelea na mkabond, yani mkatengeneza ushikaji, family friend. Uzuri wa mimi yani nacheka na kila mtu. Pale Mbezi pale ujue uwezi kujifanya peke yako. Pale kuna wauni ambao ni wauni kabisa, lakini ni marafiki zangu. Kwa najua namna ya kuishi nao. Kuna marafiki wa kidini kabisa hivyo, naishi nao tu. Wazazi wanajua upo Dar sasa hivi. Ndio. Na harakati zako wanazijua. Utumishi wako wanaujua. Ndio. Kuna siku simu zinaita, mama anapiga simu, mwanangu kuna kipengele 1 2 3 nahitaji msaada wako. Mara nyingi mama ndo alikuwa ananitafuta kwa namna hiyo. Na Mungu anakuwezesha unafanya? Nafanya. Mama anasemaje? Anabariki sana. Anambia ni mwanangu nakuombea sana. Na yani hasa uwezi amini, katika watoto wake wote mama ambaye akimuombaga kitu ni chap kwa haraka ni mimi hapa. Mungu akubariki sana. Amina sana. Mungu akubariki sana. Amina sana. Ndugu zetu wengine, wadogo zako, kaka zako, dada zako, mara moja na watafuta, bwana dogo na madaftari au na kutumia hapo kidogo. Hivyo. Na ambao wamekutangulia na wenyewe ni baraka kwako. Ila sana walionitangulia hawanisumbui. Ila wadogo zangu wanaonifuata ndo kidogo ila sasa wale ndo wanategemeza huduma kwa namna moja. Naamini ndio. Kwa mnaishi fresh. Safi kabisa. Baba unawasiliana naye fresh sana. Na mara mwisho ni juzi tu hapo. Unawapiga maombi nini? Na kaka yangu anayemfuata mwinjilisti. Yuko wapi? Yuko Damu? Yuko Sengerema. Zakayo. Mungu ambariki sana. Amina sana. Mungu ambariki sana. Mungu ambariki mama kwa kukushika, kwa kukumbatia all the time. Kwa muda ambao wengine hawakuona thamani yako, lakini alikukumbatia. Alikushika. Mungu amtunze sana. Amina sana. Na mimi natamani siku moja waje kuona mafanikio yako wakiwa hai. Waje kuona baraka za Mungu katika maisha yako wakiwa wanazishuhudia, na mengine mengi ambayo Mungu atafungua milango basi akafanyike katika maisha yako. Amina sana. I wish you all the best bro. Amina sana kaka. Nakushukuru sana. Mimi naitwa Evans Kazi ni Chomoza.